Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Hii nyumba ione kama kituo cha polisi. Sitaki tena kukuona nyumbani kwangu. Ukija hapa nitakuua. Tano, ni wewe kweli hayo maneno unaongea? Wewe unataka niongee nini? Wewe unataka nizungumze nini mimi? Tano, wewe sio mama yangu. Mimi nakuona kama mbwa tu. Siwezi kuwa na mama mchafu kama wewe. Na sitaki tena kukuona mbele ya macho yangu. Bora nihesabie katika hii dunia ni kama nilizaliwa na paka tu, lakini sio mama muuaji kama wewe, mshirikina mkubwa wewe. Hayo maneno kweli unaongea wewe Tano? Kumbuka mwanangu, miezi 9 umekaa tumboni kwangu. Nimekulea kwa tabu, nimekusomesha kwa shida, nimeuza mpaka mashamba. Leo unanifukuza. Nakwambiaje? Kuanzia leo hii nyumba ione kama kituo cha polisi. Tano, kwani mwanangu nifungulie. Tano, nifungulie. Mimi sitoki siende kokote. Naenda wapi mimi? Mama, ni mimi huyu. Nilielea kwa jasho na machozi. Mama, msikie sauti. Rudini nyumbani, mlango bado wazi. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Mama, nikiangalia katika kibuyu changu, matatizo yako yanasababishwa na mzazi wako, kwa maana mama yako. Hapo ulipo umefungwa kizazi, hutoweza tena kuzaa, na hapo ulipo umefungwa kuolewa. Mama yangu mzazi mimi? Naona hapa katika kibuyu changu, nimepiga nganga zangu hapa, na naona kabisa katika kibuyu changu. Mwenye mkuu, mimi mama yangu mzazi anawezaje kunifanyia vitu kama hivi vibaya wakati yeye ni mama yangu mzazi? Kurukutanta mantetele. Mama, ubaya hauna kwao. Mchawi mpe mwanao akulelee. Wewe hapo ulipo, hata kama utaolewa, basi hautodumu katika ndoa yako na hautoweza kuolewa tena. Hapana, haiwezekani. Haiwezekani mwenye mkuu. Kwa nini isiwezekane? Itawezekana tu. Maana hata mimi mwenyewe nashangaa mama yenu amepatwa na kitu gani. Hivyo lazima na mimi mwenyewe niendelee kuangalia katika kibuyu changu, kujua hili limesababishwa na nini, ili kujua kwa nini mama yako anayafanya haya yote. Kaa ukijua mama yako ndio anayafanya haya yote. Wacha kurukutanta mantetele. Mimi ni mama,
msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Mama, kwani yule ni mwanao kumzaa kweli? Ndiyo, ni mwanangu. Ilele, 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 Wa kumzaa. Ni mwanao wangapi? Ni mwanangu wa kwanza. Mimi hata siamini kwa kweli. Yaani mama yake mzazi anakufukuza vile kama mbwa. Mimi mwenye natamani mamangu angelikuwepo hai mpaka leo. Jamani, yaani anashindwa kujua thamani ya mama. Anakutimua vile kama mtu ambaye hakujui. Mwanangu, hiki ndicho kizazi cha nyoka. Wewe unatamani ungekuwa, lakini sio mwanangu. Mwanangu niliyemweka tumboni miezi 9 nikamzaa, leo ananinyanyasa, hajui thamani yangu. Pole sana mamangu. Kwani ni kosa gani lilopelekea mpaka akakufukuza vile kama mbwa? Hali ya kuwa ni mama yake mzazi. Hakuna kosa mama, sijafanya kosa lolote. Hakuna? Sasa kwa nini amekufukuza vile tena inaonekana na chuki nzito na wewe? ilele, 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 Mama, naomba uniazime simu yako nimpigie binti yangu. Kumbe una mtoto mwingine wa kike? Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Halo? Halo? Nani mwenzangu? Mimi mama yako. Mimi mama yako. Mama hiyo ya nyoko. Tena ukome kunipigia simu kuanzia leo. Nani amekwambia nina mama mchawi kama wewe? Sawa mwanangu, nakupenda. Nakupenda sana. Koma. Tena ukome, sina shida ya kupendwa na wewe. Haya, tutaonana. Vipi? Mmeelewana naye vizuri kweli? Tumeelewana mama. Tumeelewana. Basi mamangu, usilie. Mimi pia naone kama binti yako. Pole mamangu, atapita tu. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Ni mara kadhaa nimekuwa nikikueleza. Una sababu za kumuita mama. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza na wewe. Una sababu za kumwonea huruma. Kwa kipi haswa ambacho anayokufanyia? Kwa wema upi haswa? Mbona unashindwa kutumia akili? Yaani kama mtu watoto wake wa damu umeshindwa kumuelewa. Wewe nani? Nani wewe? Vamu na ujasiri. Kama mtu anakufanyia ubaya, mtendee ubaya tu. Ubaya ubwela.
Hivi mtu mpaka mtoto wake wa damu anamfukuza nyumbani kwake? Wewe kielele unatafuta mpaka ya kukute ndo uje ulete lawama, uje unalalamikia hapa mjomba kuna 1 2 3, mjomba kuna hiki na kile. Sitaki nione unaumia, sitaki nione kuja unapata madhara. Nilishakwambia yule ni mchawi mwanga. Kwa nini ukae naye karibu? Ili iwe nini basi? Ni bora basi angekuwa kashawahi kufanyia hata wema. Tangia uko mdogo akuwa anakuwa karibu na wewe. Hakuna wema aliyokufanyia. Hakujali kuhusiana na elimu yako. Alikuwa anawajali watoto wake tu. Unajisaulisha. Unapoteza kumbukumbu. Ushauri wangu kama mjomba, sahau kuhusu yeye. Acha ukaribu na yeye. Vinginevyo yatakuja ya kukute. Utanirudia hapa. Utakuja ukisaga meno na kulia. Mjomba. Sitakusaidia. Nimekuelewa mjomba. Nitafanya ambavyo umenielekeza. Huo ndo wanaume. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Sikiliza basi jamani. Nikusikilize? Nikusikilize nini wewe? Nikusikilize nini? Basi punguza sauti, mama atasikia jamani. Mimi yule mama nimekuta anafukuzwa pale kama mbwa. Na inaonekana hana hata pa kuelekea, ndio maana nikasema nimstiri kwanza. Kwa hiyo kituo cha msaada somo lake? Wewe kituo cha msaada huko ndani? Punguza basi sauti, atasikia huko ndani. Wewe na mimi, nani mwenye umuhimu? Wote mna umuhimu. Tuamuishi sote, somo lake. Yaani wewe umekaa, unachukua majitu huko, unaita huko ndani. Mimi yule mama ningempeleka wapi unadhani? Nimepita nimemkuta anafukuzwa na mwanae kama mbwa. Na anaonekana hana mahali pa kwenda. Ndio maana nikasema nije nimstiri. Kwa huko ndani kituo cha yatima? Hapana. Ila basi kuwa hata na utu jamani. Mimi yule mwenzako namuona kama mama yangu mzazi. Na aliyekufa. Naomba sikiza kwa makini, sawa? Nikirudi mimi ndani tena, sitaki kumwona mpumbavu. Mimi naje ndani pige mambo yangu. Ni jigijigi kama kawaida. Sasa tumetoka huko na kuja ndani wamejitu siojulikana ndani. Naomba mtoe ndani, sitaki kumuona mimi. Mimi ndo nalipa kodi ndani. Na kulisha wewe mimi ndani. Alikuja swali, wewe vyumba vingapi ndani? Kimoja. Na vyumba vingapi ndani? Kimoja. Kwa tala mimi na wewe na Yesu maana yake. Asa ndio maana nimekupigia simu tuje tujadiliane tunafanyaje. Kama ni vipi wewe ukatafuta kwa rafiki zako siku 2 3 ili mama apate kujiweka sawa. Unajitambua wewe? Kodi nilipe mimi. Kula nikulishe mimi. Afu mtu mwingine ndani alale. Mimi nisilale. Vitu vyangu navipigaje? Mimi kudi ndani sitaki kumuona, sawa? Naomba sikiliza kwa makini. Naondoka. Nitarudi. Mtoe mpumbavu. Asa mimi nitampeleka wapi? Tampeleka wapi? Tampeleka huko mtoa. Ana ndugu huyo? Ana watoto? Hoja kuwa mstiri humu ndani. Meta mejitu tajulikana humu ndani humu. Timulia mbali huko. Hichi sio kitoto cha watu yatima. Pumbavu kubwa. Rudini nyumbani, mlango
Msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Mama, tena kapumzike ndani. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Hii ndio sababu ambayo imenifanya nimefika kwako mjomba. Unajua mjomba, nimegundua wewe ni muoga sana. Vitu vidogo kama hivyo vinakutia washaka. Sikia nikwambie kitu kimoja. Hapa duniani ndoto ya ukweli ni moja peke yake, ambayo nitakueleza baada ya mazungumzo haya nitakayotanguliza. Hiyo uliota ni ndoto ya kawaida sana. Kwani hujawahi kuota unakusanya mapesa, unaokota mapesa, alafu unaamka asubuhi huna hata shilingi 10? Nimeshawahi kuota hiyo ndoto mjomba. Hauna sababu ya kuogopa. Hiyo ndoto uliota haiwezi ikawa kweli hata mara moja. Acha uoga mjomba. Mwanaume unapaswa kuwa jasiri. Unapaswa kuwa shupavu. Unajua kwa haya mambo yanayoendelea utahisi vitu vingi tofauti. Kuna hofu kubwa itakutawala. Ila usije ukatawaliwa na ndoto. Asitokee yote akakutisha kwa sababu ya kitu kinachoitwa ndoto. Kwa sababu ndoto ya kweli ni moja. Ni ndoto ipi hiyo mjomba? Nilikueleza, nitakueleza baada ya mazungumzo yangu ya awali. Mjomba, ndoto ya kweli ni pale unapoota unakojoa. Ukiamka asubuhi umechafuka. Hiyo ndio ya kweli mjomba, lakini hizo zingine hamna kitu. Acha uoga. Sawa sawa? Nimekuelewa mjomba. Uwe na siku njema. Uwe na siku njema pia. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Ina maana unazuia mimi singine ni kwangu, si ndio? Ndiyo, kwa sababu kila siku inakwambia njoo asubuhi au mchana, hutaki. Mimi unataka nifanye nini? Unajisikia la tunavyostarehe ndani, mama watu anang'atwa na mbu kule nje. Imagine angekuwa ni mamako, ungeruhusu akae kule nje apigwe na baridi la usiku na mbu? Wewe umestarehe ndani. Kwa hiyo siku hizo shaka mahuruma ndani, sio maana yake. Unalea tu yatima. Na umeshasema kwa huyo ni mama yangu. Sasa huyo alikuwa ndani, mimi si mama yangu. Anakali kwa chumba ambacho mimi nilipia kodi. Kuwa basi na huruma. Kuwa hata na chembe ya utu ndani yako. Kusha kwa mahuruma tayari. Kumekuwa mtoto wa yatima ndani. Unafuga watu yatima. Yaani mimi nilipe kodi afu nikae nje. Kwa nini tuende guest mimi na wewe? Ni karibu hela nyingine. Ina maana gani mimi kulipa kodi ndani? Ina maana gani mimi kuhudumia wewe? Sasa naomba nisikize kwa makini. Chagua jambo hilo moja kati ya mimi
au huyo mpumbavu ulimweka humo ndani. Haiwezekani mimi nilipie kodi afu mtu mwingine aje kulala. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Mama, safari wapi tena? Naondoka. Unaondoka? Ndiyo. Yaani kwa sababu gani unaondoka? Mbona tulikuwa tunaishi tu vizuri mamangu? Kama nimekwaza unaniambia mimi kama mtoto wako. Haujanikwaza mwanangu, ila nimesikia yote mliozungumza jana usiku. Kwa hiyo mimi kama mama au mtu mzima nimeona sio vizuri nikuharibie. Haya ni maisha yako mama, maisha yako. Asante sana mwanangu, nakushukuru kwa kila kitu. Mengi umenifanyia, ambao hata wale watoto wangu nilioweka tumboni miezi 9 wameshindwa. Mungu akujalie sana mama. Sasa unaelekea wapi? Mwanangu, aliyenileta duniani atajua kwa kunipeleka. Hivi nilizaa, nilitoa uchafu mwilini, nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Mungu, mbona uko hivi? Shati lijanyushwa. Sasa uko nje, marafiki zako watanichukuliaje? Yaani ukienda uko nje sasa hauna tofauti na mabachera. Alafu kitu kingine, mbona nguo nilikuwa nimekuandalia pale? Mke wangu, ina maana nguo za kuvaa leo ulikuwa umeniandalia? Ndiyo, zilikuwepo. Nisamee mke wangu, ni vile tu ambavyo siko sawa. Jambo la mama linaniumiza sana kichwa, linanifanya naumia roho na akili. Siko sawa kabisa mke wangu, nisamee. Sawa. Umeamua vipi kuhusu mama? Nimeamua kwamba niende kumtafuta mama, nikimpata tuje kuishi naye hapa. Hivi mume wangu,
hiyo roho ni ya ushujaa au ni vipi? Yaani swala lililoshindwa ndugu zako, wewe nitakulivalia njuga, utaliweza? Mama, yaani unachosema wewe hakitokuja kuwezekana hata siku moja. Halafu siku zote hizo ulikuwa wapi? Watu wote wamekukataa. Yaani kaka Tanu kakukataa. Dada mkubwa naye pia kukataa. Halafu eti unataka uje kwangu. Unakuja kwangu kufanya nini? Nisikilize wewe Mwanga. Hapa nyumbani kwangu hakuna sehemu ya kulaza misukule wala vigagula. Nani sitaki ukanyage. Ina mama wengine ovyo. Mke wangu, huyo unazungumza naye kwenye simu ni mamako mzazi au ni mamako mlezi? Mamangu mzazi. Una shida gani? Mke wangu, unapata wapi nguvu kuongea na mamako hivyo? Hivyo unaelewa thamani ya mama wewe? Unaelewa thamani ya title neno mama? Mama tabaki kuwa mama, huwezi kumfanisha na mama mdogo, mama mkubwa. Yes, still tabaki kuwa ni mama tu. Unaongea na mamako kama unaongea na shoga yako, mke wangu, kweli? Awe shoga yangu, awe mamangu, wewe nakuhusu nini? Halafu habari zangu mimi na mamangu zinahusiana nini na wewe? Ni kweli mke wangu, huenda vikawa havinihusu mambo ya kwako wewe na familia yako, lakini mamako wewe ni mamangu mimi. Kwanza ushaambiwa kama mamangu mimi ni mchawi. Unataka tuanze kufuga vigagula huko ndani. Mimi sipati watoto kwa sababu yake, yeye ndo ananiloga. Yaani watu wote huko ndugu zako wote wameshindwa kumtafuta wakaka naye, ila wewe ndo unajifanya unaweza kulibeba ile swala, si ndio? Mke wangu, mbona sijakuelewa? Ni nini ambacho unamaanisha? Hebu niweke wazi. Nini ambacho nazungumzia? Hivi mama wangu, huyo unayemchukulia ni mama kwako, alishawahi kukuona kama wewe ni mtoto wake? Hauna majibu, si ndio? Na vipi kuhusu mimi? Alishawahi kunichukulia kama mimi ni mkwewe? Wenda kila ambacho unazungumza kiko sawa kabisa, lakini tambua amenilea. Kuna namna ambayo inanifanya mimi silali, namfikiria, namwaza yeye. Na kwa nini mke wangu unataka kufufua makaburi? Una maana gani sasa katika hili? Nisikilize mume wangu. Ni miaka 7 sasa nimeingia kwenye maisha yako, lakini sijawahi kumwona mama wako akikujali kama wewe ni mtoto wake, na mimi pia hajawahi kunijali kama mimi ni mkwe. Kwa nini unafanya mambo yanakuwa makubwa hivi? Lakini mke wangu. Lakini nini? Nisikilize mangu, nikwambie. Endapo mamako akitia mguu hapa, jua kabisa ni tiketi ya mimi kuondoka kwetu. Nadhani umenielewa. Kwenye hilo sina mjadala. Utachagua mwenyewe, mama na mke, nani mwenye thamani zaidi. Lakini sinigusi. Hivi nilizaa, nilitoa uchafu mwilini, nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu lipi? Nabaki naumia,
tutakuwa na watoto wasio kuwa na thamani. Wasichoelewa ni kitu gani wewe jamani? Una dhiki sana ya mama au? Mke wangu, ni kweli onda nikawa na dhiki na mama, kwa sababu sisi wengine tumelelewa kwenye vituo vya watoto yatima. Tumekuwa hatumjui mama, hatumjui baba. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mama yako wewe ni mamangu mimi. Kwa hiyo ninapokaa na mama yako wewe hapa nyumbani kwangu, mimi ni faraja kwangu pia. Napata thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwamba ninavyokulea wewe, ninavyomlea mama yako anavyotulea sisi. Yaani kuna namna ambavyo tunapata baraka ya Mungu. Mke wangu, siwe hivyo, yule ni mama yako. Nishasema simtaki hapa nyumbani kwangu. Kwanza sisi tuna chumba kimoja na sebule. Alafu nataka kuleta mizogo humu ndani. Unaona akili timamu wewe? Mke wangu, kama shida ni hiyo tu kwamba chumba na sebule ndio tufanye sisi tuweze kuwa na mama humu ndani, basi mimi niko tayari. Mama aweze kulala na wewe chumbani, mimi nilale sebuleni. Either mama alale sebuleni, mimi na wewe tulale chumbani. Mke wangu, mbona ni jambo ambalo linaweza kuwa solved. Unataka mama aje akae hapa? Haya, ukiwa unanipa haki yangu ya msingi unataka yanasikia? Kwanza mkeo mwenyewe mimi unanijua. Kama kinanda cha kanisani. Ukinibonyeza tu, mtaa mzima unasikia. Alafu unataka mama aje akae hapa utumpe faida. Kwanza mimi nishakwambia, hapa mama akanyagi, iwe mvua iwe jua. Sijui unanielewa wewe? Mke wangu, swala la mimi na wewe kukutana kimwili ni swala ambalo tunaweza tukakaa tukazungumza tukapanga ratiba yetu vizuri tu. Yaani tukakutana sisi mimi na wewe kama mke na mume pasipo mama kujua hili jambo. Hebu nielewe basi nini namaanisha na nini nazungumza kupitia hili. Mke wangu, nakuomba mke wangu, kubali wazo langu. Mama hawezi kuja kuishi ndani naye. Wewe mwanaume nisikilize. Umenioa mimi mmoja, hujaoa 11. Sasa kama unamtaka mama aje kukaa ndani, mimi naondoka. Sasa utachagua mwenyewe unachokitaka ni kipi hapa. Mke wangu, unajua unanishangaza sana. Hivi mama yako kweli angekuwa mchawi, wewe ungefika hapo na kukutana na mimi? Angeshadili na wewe toka ukiwa tumboni au ukiwa mdogo. Usiwe kama boga basi mke wangu. Unakuja kuharibikia ukubwani. Kweli? Wewe mama yako angekuwa mchawi wewe. Serious? Is it real? Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Wifi, mimi nimekuja. Nimesema nikikaa na hiki kitu sidhani kama naweza nikatoboa. Iko hivi. Kaka yako kaenda kumtafuta mama yenu. Na akimleta pale nyumbani, najiuliza itakuwaje. Mtume wewe jamani. Hivi kaka ana akili kweli? Au anapendaga kujiamuliaga mambo? Hivi nyewe mnajua kama huruma si malezi? Halafu siku zote mchumia janga anasema ula na kwa, lakini mimi haka msinishirikishe hata kidogo. Haya, nao umeamua nini? Au uko sambamba na mumeo? Mimi maamuzi yangu ni kwamba mume wangu akimleta mama yenu pale nyumbani kwangu na mimi naondoka. Namaanisha kwamba na hiyo ndio itakuwa talaka yangu ya kuondoka nyumbani. Umo shoga yangu. Yaani usiruhusu kabisa yule mchawi aingie ndani ya nyumba yako. Na ataka endelee kuwa chokola ili aonje joto la jiwe. Nitaka nione wewe una akili gani? Yaani umlete mtu kakusababishia matatizo kibao afu tena umlete tena. Angalia ulivyokuwa mzuri. Uliolewa ukiwa binti mzuri. Hata mate sasa hivi tuona ukutema, utemi, mtoto una kwa sababu yake yeye. Afu tena mnataka mumlete mwanamke. Yule si mwanga yule. Nyinyi na roho gani kwani? Na hiyo ndo hali halisi ambayo ipo nyumbani kwangu. Kaka, nyumba inawaka moto. Mke wangu hataki kusikia la mwazini wala la mnadi swala. Navurugika mimi. Mr. Ismail, swala lako liko complicated sana. Kwa sababu upande mmoja ni familia yako na maanisha mkeo. Lakini upande mwingine pia ni familia yako na maanisha mama na ni mzazi wako pia. Lakini nikukumbushe kitu kimoja.
hauwezi kupata replacement ya mama. Inamaanisha huwezi kupata mama ambaye atakuzaa tena wewe, lakini unaweza kupata replacement ya mke. Ninachojaribu kumaanisha, inaweza ikatokea mkaachana au mke wako akafariki ukapata mwanamke mwingine, lakini pia inaweza ikatokea pia mkaachana au wewe ukafariki na mke wako akapata mwanamume mwingine, lakini mama yako akifariki huwezi kupata mama kama yeye. Ushauri wangu mimi, kamchukue mama yako na uishi naye. Umesahau? Ina maana umesahau history nzima ya makuzi yangu? Huyu ambaye unamuona hana maana leo hii ndio amenistiri mimi ndani ya miaka 7. Alikuwa na mimi wakati ambao hata familia haikuwa na mimi. Leo hii unaona ni sawa nikienda tofauti na yeye ambavyo anataka? Wifi, samani kwa hiki nitakachoenda kukuuliza. Hivi mama wangu ni kaka yenu kabisa wa damu? Wifi, kwani umeuliza hivyo? Nilitaka tu kujua hilo, kwamba hivi mama yenu, mama wangu yule ni mtoto wake wa kumzaa? Yaani mwanzo hata sielewi. Naonaga mapicha tu. Maana kitoka tulivyokuwa wadogo mama alikuwa anamuona anamnyanyasa sana kakaangu. Na alikopo ampaki hata kipaumbele. Hakuwa hataki hata awe na furaha. Na kuhusu udugu, bwana mimi naona yeye ni ndugu yangu. Kwanza wao ni tulivyofanana, wote mabujubuju, vibonge. Wifi. Mtaki lazima wangu, sio abujubuju bwana. Wifi na utani bwana. Basi nishakutaka lazi. Mnaendeleaje hapa nyumbani? Ismail, kwa nini unatazama hapa tu? Yaani kwa nini unatazama hiyo miaka 7 ambayo umeonyeshwa labda upendo, umeonyeshwa thamani yako, umeonyeshwa namna ya kujali kwa vitendo, lakini unasahau ile miezi 9 ambayo uliwekwa tumboni? Je, angeamua kukuua ingali wewe ni mimba, ungeweza kutambua hiyo thamani ambayo ulipewa? Angeamua kukutoa uhai wako ingali wewe ni mimba, ungeweza kuiona thamani ya upendo? Ungeweza kuona namna watu wanavyopendwa kwa vitendo? Ungeweza kufikia hapo ulipofika Ismail? Ebu kabla hujafanya maamuzi, fikiria unafanya maamuzi kutokana na kitu gani, na unayefanya maamuzi kwa ajili yake ni nani? Lakini Zungu hakuwahi kuwa mama. Hakuwahi kuwa mama kwangu. Hakuwahi kunipa malezi. Hakuwahi kuniona mimi kama mwanae, zaidi ya kuninyanyasa na kunitenga na kuwapa thamani ndugu zangu kuliko mimi. Huyo mwanamke ambaye leo hii anaonekana hana thamani, si chochote, alininyanyua na kunifanya leo nimeonekana mtu katika watu. Kwa hiyo ndugu yangu, nishauri vyema, ila si kumkandamiza mwanamke ambaye amenipa thamani ndani ya miaka 7. Wewe ni ng'ombe. Lakini sishangai wenge lako. Na shangaa unavyoyumba kwa kuzidiwa na ukubwa wa pembe zako mwenyewe. Ismail, mkeo ni pembe zako, hatakiwi kukuyumbisha katika misingi yako. Yule ni mama, ile ni mizizi. Mkeo ni matawi, na huo upendo ambao wewe amekuonyesha ni matunda tu. Kama mizizi isingeshika vyema katika ardhi, hayo matawi yenyewe yasingestawi na yasingetoa matunda ambayo wewe sasa hivi unaona hayo matunda yametokana na matawi, unasahau mizizi. Ismail, kamtafute mama yako uishi naye. Mama yako ni Mungu wako wa pili, na pepo yako iko miguuni mwa mama yako. Roho yangu inachanika pole pole, nimebaki na swali moja,
nilikosea wapi kama mama? Kwa kipi haswa ambacho amekufanyia? Kwa wema upi haswa? Mbona unashindwa kutumia akili? Yaani kama mtu watoto wake wa damu umeshindwa kumwelewa. Wewe nani? Nani wewe? Vaa moyo wa ujasiri. Kama mtu anakufanyia ubaya, mtendee ubaya tu. Ubaya ubwela. Acha uoga mjomba. Mwanaume unapaswa kuwa jasiri. Unapaswa kuwa shupavu. Unajua kwa haya mambo yanayoendelea utahisi vitu vingi tofauti. Kuna hofu kubwa itakutawala, ila usije ukatawaliwa na ndoto. Asitokee yoyote akakutisha kwa sababu ya kitu kinachoitwa ndoto, kwa sababu ndoto ya kweli. Mume wangu. Umefanya maamuzi gani? Ni mimi naondoka au mama anaingia? Tayari nimeshafanya maamuzi. Wow, umefanya maamuzi gani? Maamuzi yao ya kubaki humo ndani na si mama kuja hapa ndani. Vizuri. Mimi ndiye niliyebeba mimba miezi 9. Nililala njaa ili ninyi nilishe kitasa. Nilipambana usiku, nilifanya kila kitu. Leo mnaniita mchawi, nachukia jina langu. Sasa huyu ndo mume wangu ninayemjua mimi. Alafu mume wangu, hebu weka akili yako vizuri. Huyu anajiita mama yako, mbona ana watoto wengi sana? Anaweza kaenda kwa shemeji 5. Anaweza pia kaenda kwa wifi yangu. Amna kinachoshindikana. Alafu mume wangu, ujue ungenishangaza sana. Yaani kwa miaka yote tuliokaa hapa, ndio uje nitupe kwa mtu anayejiita mama yako kweli? Ina make sense? Anyways. Lakini pia naomba nikupongeze kwa maamuzi uliyofanya. Ni maamuzi ya kiume sana. Na kitu kingine, ni wachache wanaweza kufanya hivyo. Hongera sana. Tabasamu basi. Mdomo wangu sasa. Nabaki naumia. Najuta kuwa na watoto wasio kuwa na thamani. Mimi ni mama, msiniache
niache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Hivi wewe ni mtu wa kuisahaulisha akili yako isimthamini mama na kuipeleka kumthamini mwanamke? Ina maana kwamba yeye ndiye kaiteka akili yako kuliko huyo aliyezaa hiyo akili. Ndiye anathamani kabisa kwenye hiyo akili yako kuitumia kuliko huyo aliyeizaa. Ni kipi ambacho ukifahamu Zishaya? Ni kipi ambacho umekisahau? Huyo mwanamke ambaye unamzungumzia ni mwanamke ambaye ameniheshimisha na kunipa thamani. Thamani ambayo sikuipata kwenye familia yangu. Si baba, si kaka zangu wala dada zangu wala mama. Mwanamke kanitoa mavumbini, kanikuta si mtu katika watu, kaniheshimisha ndani ya miaka 7. Naomba usisahau hilo mzee Shah. Yaani naona kabisa umesahau kila kitu, ubaya na maovu yote alionifanyia mama. Leo hii unamhukumu mwanamke ambaye kanipatia thamani. Wewe unaona iko sawa hiyo? Narudi pale pale, namaanisha kwamba mwanamke, mtu ambaye amepatikana kwa karatasi na kalamu, na anaweza akaachika kwa karatasi na kalamu, nikimaanisha kwamba barua ya uchumba na karatasi ya talaka ndio vitu pekee ambavyo vimemleta kwako, na ndio vitu pekee ambavyo vinaweza vikamuondoa. Tofauti kabisa na mama yako ambaye wewe kumjua, umemjua ukiwa viganjani mwake, ambapo ulianzia tumboni mwake, miezi 9 aliyokuhifadhi ukiwa mwili wake. Leo hii hana thamani, unauthamini mwili ambao umeukuta ukiwa umeshakamilika. Nini hiyo? Nini? Ina maana mume wangu ndo kakutuma uje niambie hayo maneno? Una maana gani? Sijakuelewa bado. Nakuuliza tena, mume wangu ndo kakwambia uje niambie hayo maneno? Iko hivi, unajua mimi nimeoa kwenye hii familia, wewe umeolewa kwenye hii familia. Mimi nilikuwa natamani tuonekane wa tofauti kama walivyokuwa watoto wake, kwa sababu hakuna mtoto hata mmoja ambaye anataka kuishi na huyu mama. Matamanio yangu mimi na wewe letu liwe hili moja, tuweze kuficha aibu ya huyu mama, tumstiri. Hivyo nadhani watu ambao wanatufahamu sisi wakimwona huyo mama ambaye anazunguka kwa mitaani, anarandaranda mitaani, amekosa hifadhi, hana pa kulala, wanatufikiriaje wale watu ambao wanatufahamu sisi na kututambua? Huo ni kwa kwamba kuna namna ambavyo tunakuwa tunamkosea yule mama. Ina maana sasa wewe imefikia hatua ya mimi kunifundisha namna ya kuishi ndani kwangu, si ndio? Wewe unashinda nini kumpeleka huko kwako? Paka kwa, yani kwa nini kwangu? Mzee, hebu naomba usinivuruge. Yaani naona hapo unanichanganya sasa. Kwa nini mimi? Kwa nini lawama zote zije kwangu? Zisiende kwa kaka Tanu, zisiende kwa damu kubwa, zinakuja kwangu. Kwani mimi ndio ambaye natakiwa tu kufanya au mimi ndio natakiwa nikamtafute mama nikae naye? Kaka Tanu kamfukuza kama mbwa, kama takataka. Dada mkubwa akafanya hivyo hivyo. Sembuse mimi ambaye hata sijamuona. Kwa nini unaonekana unalaumu mimi tena hapo? Nisikize mzee, nimefanya maamuzi kwa faida ya familia yangu. Tafadhali, kama hauna cha kuongea, tafadhali naomba niruhusu mimi niondoke. Aba kweli akili ya kupenda iko nje ya uwezo. Huyo mwanamke unayemthamini leo alikuona baada ya kutoka tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo mama yako ndiye aliyesababisha uonekanaji wako. Mwanamke kakukuta na ndevu. Mama yako amekuweka tumboni bila nguo na akakutoa tumboni ukiwa huna nguo na akakununulia nguo ukavaa. Mwanamke kakukuta ukiwa umeshaanza kununua nguo zako mwenyewe za kupendeza. Hii thamani yake inatoka wapi leo hii? Usipende kutekwa kiasi hicho. Sikiza. Mwanamke ni maembe ya msimu. Mwezi wa 8 mpaka Desemba mnaachana. Lakini mama ni nazi, kila siku dafu ukihitaji lipo. Wow. Kwako kwa sababu si umenielewa. Wewe umeolewa kwenye hii familia, mimi nimeoa kwenye hii familia. Unadhani yule mama atakapokuja kuwapa radhi watoto wake au laana, sisi haitatutafuna? Itatutafuna sisi mpaka na vizazi vyetu.
Ndio maana kuna namna mimi natamani mimi na wewe tushirikiane kwenye hili, tuweze kumstiri yule mama, tuonekane wa utofauti na vizazi vyake. Basi unajua, kuna namna natamani kwamba mimi na wewe tuliwe hili moja, ili tuweze kumstiri huyu mama. Si umenielewa? Hebu nikubalie kwenye hili, alafu wewe utakuja kuniambia mwisho wa siku kweli kaka ulisema. Sasa nisikilize nikwambie. Siku nyingine usirudi hapa nyumbani kwangu kuniambia maneno ya kipuzi kama hayo. Nadhani tumeelewana. Asa mbona imekuwa ghafla sana namna hii? Naomba uondoke kwangu. Ungejaribu kunielewa kwamba nini mimi namaanisha, na siku nifukuza namna hiyo. Nadhani nimezungumza Kiswahili ni lugha yako. Toka kwangu. Hivi nilizaa, nilitoa uchafu mwilini, nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu. Nanifundisha namna kuishi kwangu. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Aba kweli akili ya kupenda iko nje ya uwezo. Huyo mwanamke unayemthamini leo alikuona baada ya kutoka tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo mama yako ndiye aliyesababisha uonekanaji wako. Mwanamke kakukuta na ndevu. Mama yako amekuweka tumboni bila nguo na akakutoa tumboni ukiwa huna nguo na akakununulia nguo ukavaa. Mwanamke kakukuta ukiwa umeshaanza kununua nguo zako mwenyewe za kupendeza. Hii thamani yake inatoka wapi leo hii? Usipende kutekwa kiasi hicho. Sikiza. Mwanamke ni maembe ya msimu. Mwezi wa 8 mpaka Desemba mnaachana, lakini mama ni nazi, kila siku dafu ukihitaji lipo. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu lipi? Shoga yangu, hivi mnaona kitu mnachokifanya mpo sahihi kweli? Mnamwacha mama anateseka, anahangaika mtaani, jua lake mvua yake, alafu watoto wake nyie mpo mnashindwa kumsaidia au kumpa hifadhi. Mnaona mnachokifanya mpo sahihi kweli? Na isitoshe kaka yako yupo, dada yako yupo, wanashindwa kumchukua mmoja hapo akae naye au mumsaidie? Mbona mnakuwa hivyo? Alafu kumkeni wewe ni mama yenu. Hivi unajua ulivyokuja hapa mimi nikajua utakuja kuongea mambo ya maana. Eti unakuja kuongea mambo ya familia yangu. Wewe na kuhusu nini? Wewe tu ujitambue na ujielewe. Kwenye ndoa na mwaka pili huu. Sijai kutema mate wala tu kulamba dimu ya uongo na kweli. Na dadangu kashaniambia huko, mamangu ndo anayeniloga. Kwa sababu kaenda kwa mtaalamu, kaambiwa. Unataka nimng'ang'anie mamangu mimi wa kazi gani? Wakati yeye ndo mbaya wetu. Anatuloga familia nzima. Afu unataka eti mimi nimkumbatie. Naanzaje? Na nina moyo gani huo? Sitaki ushauri huo ndugu yangu. Hivi unajua mimi najisikiaje nikitembea mtaani nasema kuhusu wewe? Naonekana sio rafiki bora kukushauri kuhusu mama yako. Au nashindwa kukushauri wewe kuhusu kuelewana na mama yako. Bwana mnakuwa hivyo lakini yule ni mama yenu. Hata mfanye nini? Yule ni mama. Natambua mama hakosei. Na atabaki kuwa mama milele. Shoga yangu mimi naona leo hauna cha kuongea. Na kama uko umetoka unajua kuna chakula hapa cha mchana. Leo ngoma nagwa. Hamna kitu. Si umenielewa? Fanya uende tu. Maki unachokiongea hakina hata maana kwangu. Sawa. Lakini nakupa kama ushauri tu. Ila ipo siku utakuja kunikumbuka rafiki yangu. Nisikilize wewe. Kuanzia leo hii sitaki ushauri wako. Kama unajijua sana ni mama ushauri, kashauri unaohitaji ushauri wako. Mimi hapa kwangu sitaki.
Na alafu ukiwa unakuja hapa ndani kwangu, jua unakuja kwenye mambo ya vikoba, hela na mambo mengine. Sio, umenielewa? Fanya wewe. Najiuliza leo, niliwahi kuzaa au nilitoa mzigo mwilini? Nilijani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua. Mimi sidhani kama kuna chochote cha kuongezea hapa. Kwanza sasa hivi utakiwa kuonekana hapa ofisini, kwa sababu wewe umeshafilisha michongo. Ikitokea tukawa tunawalea watu kama nyie, watu 10 kama nyie, unadhani kampuni yetu itaendelea? Kama umeweza kuharibu dili la tofali 10,000, tofali 10,000, hivi unadhani sisi tungeuza hizo tofali 10,000 tungekuwa wapi sasa hivi? Tusingekuwa hapa tulipo. Kampuni yetu ingekuwa inaendelea kudevelop every day. Lakini tumefeli kwa sababu yako wewe mtu mmoja. Alafu nataka tuendelee kukulea tu. Hauhitajiki hapa kazini. Kuanzia sasa hivi tunavyoongea. Bosi, kuna namna natamani nikushirikishe ambayo ninayopitia mimi kwenye familia yangu, lakini sema ndo vile tu, alafu na mimi kuchelewa haikuwa makusudi bosi. Mimi nina changamoto ambazo napitia mama mkwe wangu, natamani kuna namna nimsaidie bosi. Alafu ukishasema unifukuze mimi kazi bosi, nitaishije? Kwa sababu hata hiyo familia yangu mimi nakula, nalipa kodi, navaa, nawasaidia watu kwa ajili ya kazi. Hasa leo bosi, kweli mimi unifukuze kazi kweli kwa ajili tu nimechelewesha ile dili? Ni madili mangapi bosi mimi nimeyaleta hapa na nimeyapambania, nimeyafanya vizuri kwa usimamizi ulionyooka. Leo dili moja bosi, mema yote niliyofanya na maana kampuni hayaoni kweli bosi. Wewe una akili timamu? Najua labda unanipa sababu, unataka kunipa sababu zenye mashiko. Unaniambia masuala ya mama mkwe wako. Mama mkwe kwenye kazi, mama mkwe. Wewe chizi wewe. Azimumu. Malizi. Njia ni ile pale, unaweza ukaelekea. Naam mke wangu. Alo mwangu. Naam sweetheart. Hivi nikuulize swali. Kwa mama kumtuma mama mdogo wako kuja kunitukana nyumbani kwangu, si ndio? Mbona sielewi chochote mke wangu? Yaani kaja hapa nyumbani kwangu ananifundisha namna ya kuishi kwangu, si ndio? Hebu nisikilize mke wangu. Mimi sijamtuma mtu yoyote. Sijamwelekeza mtu yoyote na kuzungumzia masuala yetu ya kifamilia. Tafadhali hebu nisikilize mimi mume wako. Kaja hapa eti mama yetu tumleta hapa nyumbani kwako, nyumba yako ni kubwa. Nyumba yangu inamhusu nini yeye? Alinisaidia kujenga? Alileta kokoto au mchanga? Hajachangia hata msumari. Hebu nisikilize mke wangu. Mimi sijamtuma mtu yoyote. Sijamwelekeza mtu yoyote na kuzungumzia masuala yetu ya kifamilia. Tafadhali hebu nisikilize mimi mume wako. Unajua mimi tabia hizi mwangu sizitaki kabisa, wala sizihitaji kwa nyumba yangu. Mke wangu, nimekuelewa. Hebu relax. Ile jambo nalifanyia kazi. Relax mke wangu, cool down. Okay? Kwanza uko wapi? Natokea nyumbani kwa mzee Shah. Alikuwa amenihitaji mara moja. Sasa nisikilize. Mimi sitaki shida yoyote na familia yako wala wewe mwenyewe. Ninachokitaka kwa sasa hivi, naomba uje nyumbani. Sawa mke wangu, nakuja. Niliwahi kuzaa, nilitoa mzigo mwilini. Nakupenda mke wangu. Nilidhani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua vita. Laana za ukoo wenu. Bosi, nisaidie nafasi ya mwisho na kuomba, wallahi na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, hakitajirudia tena kilichotokea leo bosi wangu. Nipo chini ya miguu yako, nisaidie meneja, jaribu kuongea na bosi anielewe na kuomba tafadhali. Unaelewa mimi ambavyo tumeishi na nyinyi hapo, umeelewa uadilifu wangu mimi kazini, unajua kila kitu, jaribu kuongea na bosi anisaidie meneja na kuomba tafadhali. Nisaidie. Naenda kuzalilika mimi mwanaume mwenzio, nzani mimi nitaishije? Mimi na mke natakiwa nilipe kodi napokaa nimepanga mimi. Na imani nikiongea kwa kutumia mdomo naona kama sieleweki au nisikii. Kama unahitaji punishment pia inawezekana. Nimekwambia njia ni ile pale, unaweza ukaelekea nyumbani kwako baba. Wewe familia kwako si ndio first priority?
Nenda kwenye first priority yako, fuata moyo wako unavyosema. Kazi unakuja kazini kufanya nini? Tusipigizane kelele, nenda nyumbani kwako. Toka ise. Hivi Watanzania tuna mambo gani ya kipuzipuzi? Yaani kazini kunapokupa kula, hiyo familia yako yenyewe usipokuwa na kazi itakaa hapo nyumbani kwako. Watakaa tu nyumbani kwako mnatazamana. Nenda kale familia huko na mama yako mkwe na nani yako unakuja kunipa sababu za kichizi tu eti mama mkwe amefanyaje hivi. Sasa sisi tofali 10,000 tunafeli kwa sababu ya mama huyu chizi huyu eti mama mkwe anakuja kabisa mama mkwe kafelisha. Watu ndio maana hatuendelei. Nchi za wenzetu watu wako busy na kazi muda wote. Sisi eti mama mkwe familia unamletea nani familia yako? Nenda kwenye familia yako. Wewe mke mwenyewe asipokula nini watu wanaenda kumla yeye ili ale. Chizi wewe. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Hivi nilizaa nilitoa uchafu mwilini, nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Asa, Mlamu vipi mbona nipige, nimekukosea nini? Na kupiga kwa sababu kitendo cha kuja kumfundisha namna ya kuishi mke wangu sijakipenda. Wewe nani? Who are you by the way? Unakuja unamwelezea mke wangu vitu ambavyo hata havipo kwa kusikiliza maneno ya watu. Wewe nani mwamu? Umemuoa wewe? Wewe ndo mume wake? I say, sioni baya ambalo mimi nimezungumza. Kikubwa kuhusiana na mama yenu tu, shemeji yangu. Una dhiki sana na mama eh? Nakuuliza wewe, una dhiki sana na mama eh? Nimekuelewa shemeji, lakini haikuwa kwa ubaya. Usinitafute ubaya bwana. Narudia tena, shemeji, usinitafute ubaya. Ni marufuku kuja kumwambia kitu kibaya mke wangu. Tafadhali bwana. Niache na familia yangu. Kama wewe inakuuma sana, mchukue huyo mama kaa naye nyumbani kwako. Full stop. Na ikijirudia tutaonana wabaya. Na ni marufuku kukanyaga kwangu bila ridhaa yangu. Kwani hao wana shida gani? Na maana wote uko mzima lengo lao ni moja dhidi ya mama yao. Wanai kama laana hii kubwa kuliko hii. Ndio watandika uko mzima. Unamkataa mama yenu mzazi. Kabeba miezi 9. Ila baba vibao anapiga ile kazi. Kadume la nyani. Wewe vimba, nuna, fura hadi upasuke, lakini nachotaka kuambia kwamba la ukweli sharti lisemwe. Uko hapa tu umetulia, unamtumia sana Ismail kwa kuwa hana kitu. Umeamua kwamba ndio nafasi ya kuvitumia vichwa vyake hivi viwili, kimoja kwa ajili ya kukidhi haja zako na kingine kwa ajili ya kufanya maendeleo yako. Nisikilize mzee, nikwambie. Mimi kuvitumia vichwa vya Ismail ni wajibu wangu na ni jukumu langu pia, kwa sababu ni mume wangu. Kwa hiyo sioni haja ya wewe kuja hapa kuingilia mipango yangu mimi na familia yangu. Naomba utuache. Na kwa kuwa umetaka nikuvunjia adabu,
acha nivunje kabisa. Kichwa cha kwanza nakitumia kwa ajili ya haja zangu na kutafuta watoto. Nadhani unalielewa hilo. Na B, kichwa cha pili ni kwa ajili ya maendeleo ya familia. Kwani wewe mzee inakuuma nini? Lazima iniume sana kwa sababu umezishika akili zake na kuzitawala mpaka amediriki kukukumbuka wewe zaidi na kumsahau mama yake ambaye kuja kwake hapa duniani ni pande la damu na nyama ya mama yake iliyotoka ndio akaumbwa yeye. Tofauti na wewe ambaye mmekutanishwa kwa karatasi na kalamu. Na mnaweza mkaachanishwa kwa karatasi na kalamu, na maanisha kwamba mmekutanishwa kwa barua ya uchumba na mnaweza mkaachanishwa kwa barua ya talaka. Kwa hiyo huna lolote zaidi kuliko mama yake. Kwani wewe mzee, yule mama na mtoto peke yake Ismaili? Sana watoto wengine huko nje. Kwa nini asiende? Alafu kwa nini kwangu? Yaani unajua, yani kila mtu anayekuja kwangu kwa nini yani? Sikiza nikwambie binti. Yule ni mama yake. Na kamwe katu abadani asilani hata kuja kugeuka na kuwa kitu kingine zaidi ya mama yake. Wamehusiana kidamu na haiwezi kutengana. Na hata kama itatengana kutenganisha si wewe. Hilo na kukumbusha kuanzia sasa hadi siku unaingia kaburini. Roho yangu inachanika pole pole, nimebaki na swali moja nilikosea. Wala hata sijasahau mzee, lakini acha nikukumbushe. Hivi umesahau kama Ismaili nimemtoa chini? Alikuwa anaonekana ni mtu ambaye hana nyuma wala mbele. Nikaamua kuolewa naye, nikaamua kumpa thamani ambao thamani hiyo hata familia yake imeshindwa kumthamini. Na kuanzia leo hutaona tena na kuheshimu kama baba yangu. Hilo naomba ulitambue na uliweke akilini toka kwangu. Hilo la kuniona nyumbani kwako hilo sijali, kwa sababu hata mimi nina kwangu. La kwanza hilo. La pili, kama ni hiyo heshima sihitaji, kwa sababu wenye heshima zao ambazo zinawatosha wananiheshimu. Sembuse wewe ambaye heshima mwenyewe haikutoshi wewe utapata kuniheshimu mimi? Mzee, nishachoka kuongea na wewe. Naomba ondoke. Najiuliza leo. Lakini mke wangu, hebu tusifanyane hivyo mke wangu. Shida nini? Kama ndo nitakuwa nakufuata chumbani unakuja sebuleni, nikija sebuleni wewe unaenda chumbani na hutaki kuzungumza na mimi, shida ni nini? Utaratibu wa familia yetu humu ndani tumejiwekea, linapotokea tatizo tunakaa chini tunazungumza, haijalishi linaumiza au mmoja wetu ataumia kiasi gani. Sasa kwa nini wewe unanifanyia mimi hivi? Hutaki kuongea na mimi mke wangu? Huo ndio utaratibu wetu. Kwa hiyo sasa umeamua kunitusi wewe pamoja na familia yako, si ndio? Unamaanisha nini mke wangu kusema kwamba nimeamua kukutusi mimi na ukoo wangu? Kaja hapa mume wa mdogo wako kanitukana, anavyojua yeye kaondoka. Kaja pia anajiita babako mdogo ambaye ni mzee Shaa, kanitukana, anavyojua yeye kanivunjia heshima, ameondoka. Kwa sasa huo ni utaratibu wa wapi? Yaani nyumba yangu mimi mtu akijisikia kunitukana anakuja ananitukana anaondoka, si ndio? Mzee Shaa amekuja hapa kwamba nimeongea Kiswahili ambacho hakijaeleweka au? Kiswahili ambacho umezungumza ni fasaha na ni sahihi. Ila tu nimetaka kujua Mzee Shaa alikuja hapa na amekutukana nini? Mama wangu nisikize nikwambie. Kama umeshindwa kukaa na familia yako vizuri, mkayaongea, mkajenga vizuri kuhusu mama yenu, naomba mniache. Aya nihusu. Haiwezekani mume wa mdogo wako kaja hapa kanitukana anavyojisikia yeye akaondoka. Baba yako pia mdogo vile vile kanitukana anavyojua yeye, kanitukana mpaka matusi ya nguoni. Yaani mpaka namuonea aibu sasa kumtizama. Ameondoka pia. Huo ni utaratibu wa wapi? Yaani nyumbani kwangu mimi mtu akijisikia kunitukana na anaondoka, si ndio?
Hebu nisikilize mke wangu, nisikilize mumeo. Wenda kuna watu hawaoni jitihada, upendo na thamani ambao unanipatia mke wangu. Wenda kuna watu wanaona kama wewe ni adui kwangu, lakini si kweli. Yatazame macho yangu, utazame moyo wangu mke wangu. Moyo wangu ni wa kwako, macho yangu ni ya kwako, maisha yangu yote yapo kwa ajili yako. Mimi ndo natambua thamani ya upendo wako kwangu. Tafadhali usimsikize mtu yeyote zaidi yangu mimi. Sawa mke wangu? Mume wangu, unasemaje wewe? Umefukuzwa kazi? Imekuwaje kwaje mpaka umefukuzwa kazi? Kama nilivyokuambia mke wangu, sina kingine chochote cha kuongezea tofauti na maelezo yangu. Na hiyo tu kwa sababu kuangekea tu swala la mama. Nilijua tu hakuna atakayemfuatilia mama afu akabaki salama. Minuksi, maana kila kitu lazima kimfuate. Hivyo kwa nini usikiaje wewe? Ndio hiyo inaleta maana amesali asiyesikia la mkuu vunjika guu. Huna kazi, mwanamke mzuri kama mimi. Unawezaje kunimudu na gharama zangu? Unawezaje kunihudumia wewe? Nywele tu 60,000. Kuna mashughuli, vikoba, kuna mambo kede. Unaweza kunimudu? Unaweza kutusua kweli kwenye mambo yangu yote na ili hali ukiwa huna kazi? Hivi mke wangu, wewe una shida gani wewe? Mbona mimi nashindwa kukuelewa? Kuna muda unakuwa kama Ras Majnun, Ras Zain. Ndio maana kila siku mimi nakwambia wewe, hebu acha kuwa kama boga kuharibikia ukubwani. Mimi nilitegemea kipindi hiki ambacho wewe ndio utakuwa faraja, wakuniliwaza, wakunipa maneno matamu. Mume wangu kuanguka siku teleza, inuka, ingia hiki, fanya hiki, ili tufike mahala, lakini yote niliyotegemea kwako siyapati. Nakumbuka mimi nimepata haya matatizo kwa ajili ya swala la mama yako. Sasa sikia wewe, mwana kulitafuta ndo mwana kulipata. Mimi boga, si ndio? Asa hilo boga lako leo utalitafuta lije kupikia huko ndani. Mimi kwanza mwanamke mzuri wewe, unanihitaji boga? Wanaume kiboko nje nzao wananitaka. Nikisema nitoa tu mguu wangu. Hao. Afu tena unaongea. Hivi wewe, unajisikia unachokiongea wewe? Hivi wewe ni maneno ya kuniambia mimi kweli wewe? Wewe unajisahau wewe. Si ndio? Unashindwa kutambua kwanza kama mimi ni nani yako na mimi na nafasi gani kwako hapa, si ndio? Nitakuja nikupige wewe siku moja wewe, kaka yako siku akija hapa akikuangalia jiulizo umegongwa na treni, umegongwa na ndege. Wewe. Mimi boga. Wewe nitakupiga wewe. Wewe nitakupiga, angalia maneno kuongea na mimi wewe. Wewe. Yaani wewe ipo siku nitakuja nikukamate nikupige mimi wewe. Yaani mpaka ukiniona utamani kuniangalia mara mbili. Yaani maisha mengine bwana. Kazi ni shida, nyumbani kuna waka moto kama jehanamu. Mtu nakosa mpaka pa kwenda kupumzikia. Nyumba yangu mwenyewe, nilipe kodi mwenyewe, bado tena nikija panza kuna wakia moto. Hebu nikuulize swali. Mimi nakugombanisha na mama yako? Hapana. Mimi ndo nimekufanya mama yako usimpenda au umpende? Aya, au ndugu zako wanaokuja hapa wananitukana, amemwambia mama yako asimlete kwa, wanayajuaje? Sasa imefikia hatua unaondoka nyumbani kwangu unaenda kumzungumzia kwa ndugu zako, si ndio? Kwamba sasa tukizungumza huku kwamba tunafanya hiki, tunatengeneza hiki, unaenda kuambia ndugu zako. Au ndugu zako wamejua vipi kama mimi na yeye tuna ugomvi kuhusu mama yako? Wamejua vipi kama sio wewe kutoka hapa na kwenda kuambia? Kwanza mke wangu nikusahihishe. Mimi na wewe hatujagombana, ila tulipishana kimtazamo. Na mwisho wa siku nilipotafakari nikaona mtazamo wako upo sahihi, nikaufuata mke wangu. Na hayo ambao unayasema kwamba watu wenda wamejua kwamba tumepishana, ni fikra zao na kuhisi kwao. Kwa sababu mama anatangatanga huko, aliyakuwa sisi watoto tunaweza kumsaidia. Hiyo ndio huruka yao wanadamu. Wanapoona kwamba mtu anaweza kupata msaada na akashindwa kupata msaada, wanageuza kwamba msaada ni haki yao. Ndio maana wanasema hivyo mke wangu. Mimi sijasema chochote. Naomba niwe radhi kwamba wamekosea ndugu zangu. Wewe nitakusamehe. Na vipi kuhusu mzee Shah? Yaani imefikia hatua sasa akija hapa nyumbani kwangu anaanza kunipangia kila kitu cha nyumbani kwangu. Na sio kila kitu tu cha nyumbani kwangu, mpaka ananipangia kuhusu wewe kwamba leo natumia kichwa gani, leo natumia kichwa hiki, si ndio? Ameamua kunivunjia heshima kihivyo kabisa.
Kwa hiyo unanicheka, si ndio? Sio kwamba nacheka, labda nimedharau ambacho umezungumza au nimefurahishwa. Hapana, nimestaajabu. Mzee Shah anaweza vipi kukupangia namna ya kuvitumia vichwa vyangu vyote viwili? Nisikilize mke wangu, vichwa vyangu mimi ni mali yako. Ukitaka kuvitumia muda wowote, saa yoyote, ruksa. Si unaelewa mke wangu? Kwa hiyo hakuna anayekupangia kuvitumia, kwa sababu mimi ni mume wako na mume wako ni halali yako na tamu yako mke wangu. Mume wangu, mimi kiukweli nimechoka sana kuongea, lakini pia naomba nikakitumia kwa kitu anachonisema sana. Basi sawa mke wangu, twende. Umenisamea lakini? Na sije kukusamea wangu. Sasa ngoja nikakitumie ili wachanganyikiwe zaidi. Sasa hivi na wachanganye, watachanganyikiwa mara mbili yake na aibu wataona wao. Upendo wa kweli haujifichi, na mtu akipenda haambiliki. Nyie mnamuona zoba, ila kwake sioni sisiki. Yani kunitoa kwake mwezi wala kunidhibiti. Natamani mjue kiundani moyo wangu unavyomtamani, sipompenda yeye mimi. Huenda nikaonekana ni kijana wa ovyo, kijana ambaye sihudhurii vikao vya wanaume, kijana ambaye ni mpumbavu. Nimeshindwa kuelewa nini maana ya nani kama mama. Lakini hii ni barabara ambayo umeichonga wewe mwenyewe, barabara yenye maumivu, yenye dhihaka, masimango na kutoa utu wangu mbele ya watu. Niliwahi kuzaa, nilitoa mzigo mwilini, nilijani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua vita moyoni. Kama mama ni Mungu wa pili duniani, basi mimi nipo wapi? Maumivu yananiuliza, je, mimi ni mama mfungwa machozi? Nabaki naumia. Vitabu vya dini vinasema kwamba pepo ya mtoto ipo kwenye unyayo wa mama yake. Lakini kwangu mimi haikuwa hivyo. Kwangu wewe umenilea nikiwa kama nipo jehanamu. Sikuwahi kufurahia upendo wa kwako. Sikuwahi kufurahia upendo wa mama, mapenzi ya mama, kujali kwa mama. Mpaka kuna wakati nilikuwa najiuliza hivyo ni mama kweli kwangu? Huenda mimi ulibadilishiwa, si mtoto wako, kwa sababu hukuwahi kunichukulia mimi kama mwanao. Hivyo basi jamii sinione kama mimi sina maana, sijielewi, na msamini na kumsikiliza mwanamke wangu. Kwa maana hii barabara umeichonga kwa mikono yako we mwenyewe, hivyo nisilaumiwe mimi. Nisilaumiwe mimi. Najiuliza leo
siku zao nilitoa mzigo mwilini. Nilidhani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua vita moyoni. Kama mama ni malaika wa pili duniani, basi mimi nipo wapi? Maumivu yananiuliza, je, mimi ni mama mfungwa wa machozi? Nabaki naumia. Moyo wangu nalia kimya kimya. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu. Bob, nimekuita, kuna majukumu nataka nikupatie. Majukumu ambayo nataka uyafanye kwa usahihi, bila mtu yeyote kukufahamu. Hakikisha unaifanya kazi vyema, na hakuna mtu ambaye atafahamu hii kazi unaifanya wewe. Na ukimpata, usifanye kitu chochote kile bila kunishirikisha. Kuwa mwangalifu na unaweza kwenda. Hivi nilizao nilitoa uchafu mwilini. Nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu Pole sana wifi yangu kwa kilichokukuta, ila tu nisamee mimi, maana yule mwanaume ni mbishi kweli. Nilishamwambia kuingilia mambo ya mama utakuja kupoteza vitu vingi. Ona sasa wifi yangu kaja kuongea nawe kuhusu masuala ya mama huko, kule kafukuzwa kazi. Kafukuzwa kazi? Ndio. Dili lake lilikopo la matofali 10,000. Sasa yeye wakati yupo huko anaongea nawe kuhusu masuala ya mama, kule watu wamekuja hayupo. Kwa alivyofika tu kafukuzwa kazi. Huyo ni mtumia janga, lazima ale na wakwao. Sasa iko hivi, huyo mama wako huyo nimempiga marufuku hapa kwangu asikanyage. Na sio yeye tu, mpaka wewe nilikuwa nishapanga hapa kwangu usije. Hadi mimi wifi yangu jamani. Ndio hivyo nilikuwa nishaamua. Hadi mimi wifi yangu. Sasa mimi na tunaelewana kabisa, tunapiga stories zinazoeleweka. Utakataje mimi nisije nyumbani kwako? Ndio hivyo nilikuwa nishaamua. Yaani hata hivyo tuna bahati. Yaani una bahati kabisa, nikisema una bahati una bahati kweli. Ndio maana umeona nimekukomeshia hapa nje. Sitataka uingie ndani. Kwanza shoga yangu mimi mwenyewe yule mwanaume namvumilia tu. Nataka nimtupe bichi bila boy. Anawezaje kunimiliki mwanamke mzuri kama mimi? Alafu akionekana njaa tu. Hivyo inakuingia kabisa akilini. Wanaume kibao kwa nje wananitaka. Niendelee kungangana na jitu afu alini na hela. La kazi gani? Kwanza mwana kulifind ndo mwana kuligeti. Mimi nipo lele hapa. Muda wote natoka. Ndio umefikia huko. Makubwa. Adogo yana nafuu. Udugu wangu nimekumbuka. Vipi kuhusu ule mzee Sha? Umempangia mpango gani? Maana yule na kujibebesha matatizo ya watu, kujifanya kama baba yetu mzazi. Kumbe tu rafiki wa baba. Mimi simuelewaji yule mzee. Yule mzee yule nasubiria ingie kwenye 18 zangu. Ndio atajua kama watoto 2000 wana hatari. Kilanga huyo. Wewe muache. Hivyo shoga yangu. Yaani mimi nipo naye bega kwa bega. Ana kwa ana. Do kwa do. Sio unanielewa?
Hivi nilizaa, nilitoa uchafu mwilini, nilizani nimepata wakombozi, kumbe nimeleta jeshi la maadui. Kama mama ni Mungu wa pili, mimi nipo katika fungu lipi? Sasa hizi meneja. Kwema, niambie. Meneja, mimi ombi langu lile lile tu. Nilikuwa nakuomba jaribu kuongea na bosi niweze kurudi kazini. Kwa sababu kwa upande wangu hali inazidi kuwa mbaya. Heshima yangu inazidi kupotea nyumbani. Nimekuwa mtu ambaye sithaminiki, soko ni ukoo, soko ni familia, kwa sababu nashindwa kusaidia hata mambo madogo madogo ambaye yanahitaji mchango wa kifedha. Yaani muonekana mtu wa hovyo sana, yani kukosa kazi. Na kuomba meneja, jaribu kuongea na bosi niweze kurudi kazini. Ni kweli yani nimekosea, mimi nakiri nimekosea, basi ndo mara moja tu ndo yani wanasemaga za mwezi 40, mimi ya kwangu ya kwanza hii. Unajua watu wengi ugumu tunauweka wenyewe na changamoto tunaziweka wenyewe. Kwa sababu kama tungeamua kweli kufanya kazi bila kuleta mambo ya ajabu kwenye kazi, basi na maana leo hii tungekuwa tunaelewana vizuri tu. Alafu unachotakiwa kutambua, kampuni haina ndugu, haina jamaa wala haina rafiki. Hata mimi unavyoniona hapa nikifanya uzembe pale nafukuzwa, bosi ananipiga chini. Ndio maana nimesimamia msimamo wa kazi. Kwa hiyo hata wewe ulivoleta upuuzi kazini, umetolewa na umefanywa kama mfano, ili mradi wengine wajifunze kupitia wewe, wasije wakaleta upumbavu kazini. Sijui unanielewa? Lakini pia kila siku kazini, kazi inataka uwe kama mfanya kazi mpya. Kuanzia uchapa kazi, uadilifu, nidhamu, kufuata sheria, kanuni na taratibu za sehemu husika unayofanyia kazi. Lakini cha kusikitika, wewe ni mwanamume mwenzangu, kijana mwenzangu, mtafutaji mwenzangu, ila nasikitika sana kukuambia kwamba sina cha kukusaidia. Meneja, usiseme hivyo bwana. Mbona unaongea kama vile kampuni ya kwako, wakati pale sisi wote ni waajiriwa? Mimi na imani kupitia wewe unaweza kaongea na bosi, mimi nikarudi kazini. Nisaidie mwanaume mwenzio, mimi nadhalilika meneja. Ismaili, vipi tena? Mbona unaishia nje? Umeshindwa kuingia ndani? Sina haja ya kuingia ndani kwako. Nyumba ambayo unaifanya ni fimbo kwangu kwa ajili ya kuiadhibu familia yangu. Mzee, hebu tafadhali toka nje. Niliwahi kuzaa, nilitoa mzigo mwilini. Hebu na mimi nikuulize, ulikuwepo au umesikia? Na kama hujasikia, ni nani ambaye kakwambia? Unauliza majibu ya ambacho umekizungumza au ulitaka ni nani aniambie ambacho umekizungumza nyumbani kwangu zaidi ya mke wangu? Kwa hiyo leo umenithibitishia rasmi kwamba wewe umeshakuwa dampo, yaani shimo la takataka. Mkeo anazunguka huko, akipata uchafu anaangalia pa kutupa ni wapi, anakuja kutupa kwako, anachukua maneno machafu kule anakuletea. Si ndio maana yako? Ashakuhilibu, ashakulaghai, ashakuharibu ubongo. Kila anachokueleza lazima ukiamini, si ndio? Mzee, tafadhali kupatie heshima kama ambayo nilikuwa nampatia marehemu baba yangu, isikufanye ujione kwamba wewe ni baba kwangu. Tafadhali, mambo ya mke wangu ni ya kwangu peke yangu. Sitaki uje nyumbani kwangu umuongelee mke wangu maneno ya hovyo, kwa sababu maisha yangu mimi ni ya kwangu peke yangu na mke wangu, na mimi ndio kichwa cha familia. Mzee, tafadhali. Mimi najifanya kama najifanya mimi, jifanye na wewe sasa, urudi kazini.
Wewe unaona mimi najifanya? Wewe paka umenifuata mimi na maana unajua kabisa nina msaada na wewe. Kamfuate bosi. Kamfuate bosi. Si unasema mimi najifanya kazini? Bro, mimi paka niko hapa sijafika hii nafasi kwa bahati mbaya. Huyo bosi wako unayemwona wewe ni bosi amenichagua mimi niwe meneja kwa sababu ya uchapakazi wangu, sio upuuzi. Ningekuwa mpuzi kama wewe nisingekuwepo hapa nilipo. Wewe kichani ni wewe. Alafu wewe nimekupokea kwa heshima. Nipo zangu kazini, nimeacha kazi na kusikiliza wewe. Alafu unaona unaletea vitu ambavyo havieleweki tena. I say. Basi nimetereza tu. Sikutegemea kama itakuwa kauli mbaya sana kwako. Nakuomba. Niko chini ya miguu yako. Nisaidie mwanaume mwenzio na fedheheka mimi. Jaribu kuvata viatu vangu basi. Yaani hata ule wanaume wangu kwa mwanamke wangu haupo tena. Nimekuwa mtu wa kutolewa maneno ya hovyo kila saa, kila dakika, kila sekunde. Nisikize nikwambie. Tusifike mbali sana kwa sababu hii kazi najua kuna ubinadamu, kuna utu nje ya kazi, kuna maisha nje ya kazi. Naomba usifanye mpaka maisha ya nje ya kazi tukachukiana na tukaleteana vitu ambavyo havieleweki. Hatuwezi kuwa na bondi kazini, pengine tunaweza tukakutana njiani tukasaidiana vitu vingine. Nachopenda kukwambia wewe endelea na first priority zako, na maanisha familia yako. Niache niendelee na first priority yangu, kazi yangu ambayo inanifanya paka leo umeniita wewe meneja na watu wengine wanaita mimi meneja. Niko site. Bosi anategemea mimi ndo nipeleke hesabu, nipeleke pesa, nipeleke mauzo, nifanye kampuni iendelee kudevelop every day. Wewe endelea na familia yako, nenda kakuze familia. Ama kweli mtoto wewe ni mpumbavu wa wapumbavu. Waswahili wanasema hivi, sikio la kufa halisikii dawa. Sasa na mimi naongeza kwamba jicho la kufa halioni dawa. Kadhalika na mdomo wa kufa hauwezi kuiongea dawa. Unathubutu kutamka kabisa kwamba eti naingilia mambo ya nyumbani kwenu? Ndio unashituka leo na utoto wako huo? Kabla ya kwako kuzaliwa nilishaingilia mapema. Nilishaingilia siku nyingi alipomshinda baba yako. Mzee, tafadhali. Haijalishi ya mambo umeshaingilia kitambo hata kabla sijazaliwa. Tafadhali. Sitaki na kuonya mzee wangu. Endapo tena utarudia kuja kuongea vitu vya kipumbavu kwa mke wangu, aisee, nitakuvunjia adabu. Sitojali ni kwamba wewe ulikuwa ni baba kwangu. Tafadhali. Koma bwana. Kuvunjiwa adabu na mtu aliyevunjika adabu mimi kwangu huwa sijali. Nikwambie kitu kimoja tu. Adabu zenu zimevunjika. Ya kwako na ndugu zako imefubaa, ya dada zako imepauka, ya wake zenu imeexpire. Kwa hiyo sijali kuvunjiwa adabu. Basi rudi. Wewe umejifanya kwamba ni ripota wao. Kamwambie kwamba nishakueleza na mengine ambayo hata yeye hayajui. Kamwambie hivi, haya mambo sijaweza kuyaingilia leo, niliyaingilia kabla hata hujazaliwa. Mpuzi nini? Ila yeye yakuwa anaficha hakuna ndio anatangaza. Kamwambie upendo huo. Kwenda. Najiuliza leo, niliwahi kuzaa, nilitoa mzigo mwilini, nilidhani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua vita moyoni. Shogangu msubiri kwanza. Mimi uko ndani kwanza singi. Nimekufikisha, naomba nirudi. Shoga yangu na wewe, mimi nikajua unavyokuja nyumbani kwangu tunaingia ndani. Kuna vitu vizuri ni plani tukapike tule tujiachie. Hapo kwenye kupika hapo, naomba nikampikie mama wangu. Maana kwenye hizo sekta napenda nifanye mwenyewe. Ndio maana sipendi kuweka mdada wa kazi.
We nawe huyo mume wako si kakaangu mie, utamwambia tu umekula kwa mume mdogo kule. Kakaangu hana hata shida, wewe tu. Mimi wakukataa wewe. Alafu sikia shogangu, nikwambie wewe, huyo ni kakaako na wewe ni mama wangu mdogo. Sasa yule ni mume wangu, handsome boy wangu, nyonga mkariani. Inakuwaje nimwache? Sintateseka hapa duniani jamani. Kweli kakaangu kapata mke, utafikiri umeolewa na dunia nzima shoga yangu. Kweli ukipendwa linga tena jidai. Hebu niache niende. Nimeingia ndani, mama wako akanikuta. Tutaangaliana vipi? Na wakati nyumbani nishampiga marufuku asiingie. Mimi naingia kwake. Najipenda. Najitafutia nini mimi? Yaani wewe kabisa unamwogopa mwanaume asiokuwa na hela. Akati kutwa nzima mimi natoka nije nimlishe kakaa tu ndani kama mfugo namlisha. Hivyo kweli jamani, nakuingia akilini wifi yangu. Bwana hivi mimi naomba niende, maana bodaboda mwenyewe kanisubiri. Asija kaniongezea bili bure. Utakoma, utaoga vumbi mwaka mzima huu. Kazi unayo ndugu yangu, mpaka ile gari lako lije kupona. Wewe vumbi limekula sana. Na hiyo miguu kishafanana na lami. Wewe achani mpaka sasa nishaanza kuzoea tu. Sasa nitafanyaje? Kwa heri bwana. Haya bwana. Haya. Najiuliza leo, niliwahi kuzaa, nilitoa mzigo mwilini, nilidhani nimepata wakombozi, kumbe nimefungua vita moyoni. Kama mama ni malaika wa pili duniani, basi mimi nipo wapi? Maumivu yananiuliza, je, mimi ni mama mfungwa wa machozi? Nabaki naumia. Mke wangu. Kwani unasemaje? Ina maana wewe hapa umepita kisiki, umepita kochi, umepita meza ama umepita mtu? Nimepita mtu. Kuna shida gani kwani? Sasa kama umepita mtu, ina maana umeshindwa hata kunisalimia, si ndio? Kwani wewe tuseme hiyo salamu kama ni chakula utashiba? Au basi minyota unabandikwa huku unajiona shujaa? Au salamu yangu wewe nikikupa utaenda kuiuza utapata pesa? Sawa, wenda salamu sio lazima, salamu sio nyota kwangu. Naomba nikuulize swali, umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka kwa wanaume wenzio wanaojua nini maana ya mwanamke, thamani ya mwanamke, kutunza, kujali na kukea. Sio kama wewe zumbukuku ulimwengu upo huko. Nikugandegande kama aluba ili iweje? Mwanaume mwenyewe una hela, Mwanamke mzuri kama mimi abujubuju utanitolea wapi? Sasa hivi wenzio ndo wanakula wenye pesa. Wewe ulikuwa unakula kipindi hicho vokuwa na hela. Sasa hivi waachie goma wenzio aende nalo. Wewe limekushinda baba. Sijui umenielewa? Unasemaje wewe? Hivi unajisikia unachokiongea wewe? Kwani hujanielewa nini hapo nikuelekeza? Nimekwambia fungua mlango. Nimekwambia fungua mlango. Tunataka kuzoeana sasa, humu ndani haijulikani mwanaume nani mwanamke nani. Nimekwambia fungua mlango. Yaani nitakacho kufanya mimi leo hutakaa uniamini. Yaani labda haja zako zote zimalizie humu ndani, usitoke. Wewe si jeuri na mdomo wewe. Fungua mlango nikuonyeshe sasa namna ambavyo wanafanya wanawake ni midomo. Mwanamke gani adabu uone, heshima una, unajilipokea maneno tu. Unanichukulia baridi mimi na kuangaliaga sikugusi, nipeleke fungua mlango. Mimi ni mama, msiniache nife peke yangu. Mimi ni mama, bado nawapenda watoto wangu.